إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الناس عباد الله يقول جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله سبحانه وتعالى atuona sisi wanadamu kuhusiana na siku ya mwisho, siku ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atachukua nafsi zetu, siku ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa waja wake kwa yale waliokuwa wakiyatenda katika hii dunia. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, na iogopeni siku ambayo kwamba nyinyi mtarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun, kisha kila nafsi ya mmoja wetu italipwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale aliyochuma, yale aliyoyatenda katika hii dunia. Wa hum la yudhlamun, na hao hawatadhulumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Si kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza kwa utisho, si kwamba kila mmoja wetu atakuwa ni mwenye kuulia na nafsi yake, hajui hatima yake itakuwa vipi, imma fil janna wa imma fin nar, hajui mwisho wake utakuwa vipi. Siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala asema yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, si kwamba watu watasimama kwa Mola wao, Mola wa ulimwengu wote, li rabbil alamin, kwa ajili ya kulipa matendo yetu ibadallah. Faya ayuha an-nasu ibadallah, siku hii Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa na hasira, na siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala mbingu na ardhi atazishika kwa mkono wake na ataziinua juu. Yaqulu jalla wa ala wama qadaru Allah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Wama qadaru Allah haqqa qadrihi, hawakumheshimu Allah subhanahu wa ta'ala haki inavyostahili kuheshimiwa kwa kadiri yake Allah jalla wa ala. Wama qadaru Allah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi, siku hiyo ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala hii ardhi ataishika kwa mkono wake, was samawati matwiyatun bi yaminihi, na hizi mbingu Allah jalla wa ala atazikunja siku ya kiyama subhanahu wa ta'ala amma yushrikun.
ametakasika Allah jalla wa ala, ametukuka Allah jalla wa ala kwa yale wanaomshirikisha nayo. Ayuha an-nas wa ibadallah, hii ndio siku ya kiyama ndugu zangu waislamu. Siku hii au siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atanadi na kusema kuwa yeye ndiye mfalme, kama ilivyokuja katika sahihi Muslim, ana al-malik, ana al-malik, aina al-jabbarun, aina al-mutakabbirun. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuzikunja mbingu zake 7 kwa mkono wake wa kulia atakuwa ni mwenye kunadi na kusema kuwa ana al-malik, ana al-malik, yeye ni mfalme Allah subhanahu wa ta'ala. Aina al-jabbarun, wako wapi wale waliokuwa wakifanya kibri katika hii dunia? Wako wapi wale ambao kwamba walipotoka mipaka kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala? Al-jabbarun, al-mutakabbirun, ainahum, wako wapi leo? Hiyo ndio siku ya kiyama ibadallah. Tunazungumza haya kuamsha nafsi zetu kwa sababu hatujui ni lini. Na leo hii dunia imepambwa zaidi, yavutia zaidi. Kila mmoja, wengi katika sisi wapo katika ghafla, wamejisahau na taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yawezekana mtu akafanya maasi ya kisirisiri akamaasi Allah jalla wa ala, lakini siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala asema yauma tubila as-sarair, siku hiyo siri zote zitafichuliwa, zitakuwa wazi. Hakuna siri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kesho yaumul qiyama. aqulu ma tasma'un wastaghfirullah. alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. faya ayuha an-nas wa ibadallah, leo hii katika maisha ya kidunia mapenzi yapo baina yetu, mapenzi baina ya jamaa, mapenzi baina ya familia. Lao mmoja wetu ataulizwa leo hii, nani ambaye kwamba mpenda zaidi katika maisha hii ya kidunia au maisha haya ya kidunia? Atasema mzazi wake au mke wake, watoto wake, mali zake. Na haya ni maumbile ya kiwanadamu, lakini kuonesha uzito wa siku ya kiyama ibadallah, hakutakuwa na ujamaa baina yetu, hakutakuwa na mapenzi baina yetu. Kila mmoja atakuwa angalia nafsi yake, nafsi nafsi, mpaka mitume wa Allah isipokuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atasema ummati ummati. Lakini kila mmoja atakuwa angalia nafsi yake, ataishia wapi? Hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala ikipita atakuwa miongoni mwa watu gani? Siku hiyo ndugu zangu waislamu, ujamaa hautakuwa baina yetu sisi. fa idha nufikha fi as-sur fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الله سبحانه وتعالى سمع فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. likipuliza baragumu siku hiyo ya kiyama hakutakuwa na ujamaa baina yao, wala yatasaalun, na wala hawataulizana. Siku hiyo ni amali zako zitakufaa wewe mwanadamu. Siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atayapima matendo ya wanadamu. faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun, yule ambaye kwamba mizani yake itakuwa nzito, amali zake za khairi zitakuwa nzito, basi hao ni katika wale waliofaulu. Hao watafaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kiupande wa pili, wa man khaffat mawazinu, yule ambaye kwamba mizani yake itakuwa hafifu, itakuwa nyepesi, faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, basi hao ni katika wale ambao kwamba wamezitia hasara nafsi zao katika moto wa jahannam, wataishi humo milele. Wamekula hasara hawa, muda wao wamepoteza katika mchezo, katika lahu walaib.
hawakumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa, wakapoteza umri wao katika mchezo, wakapoteza umri wao katika maasi, wakapoteza umri wao katika starehe na anasa za kidunia. Hawa ni wanadamu waliishi katika hii dunia kama sisi tunavyoishi leo. Siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja wetu atampima amali zake. Yule ambaye kwamba amali zake zitakuwa nzito, mizani yake itakuwa nzito, basi huyo amefaulu. Lakini yule ambaye kwamba amali zake zitakuwa hafifu, nyepesi, amekula hasara huyo, na hakuna kumtetea na kumsaidia siku hiyo ya kiyama. Ayuha nasu ibadallah, siku hiyo ya kiyama kwa nini siwe siku nzito? Na hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataweka sirat ala matni jahannam au ala wasati jahannam, kama anavyosema Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Siku hiyo ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ataweka sirat wa huwa at-tariq, njia juu ya jahannam. Njia hiyo sifa zake zatisha, ndugu zangu Waislamu. Adaqu min ash-sha'ra, nyembamba zaidi kuliko unywele. Wewe chukua nywele yako uangalie wembamba wake, ndio hiyo sasa sirat yaumul qiyama ala matni jahannam. Njia hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kwa ajili ya wanadamu. Watu wote watapita katika njia hiyo, wema na waovu watapita katika sirat. Faminhum man yamshi kalbarq, wapo ambao kwamba watapita katika njia hiyo kama umeme kwa haraka sana. Wa minhum man yamshi mashya, wengine watapita katika sirat hali ya kutembea mwendo wa kawaida. Wa minhum man yazhafu zahfa ay ta'iba ta'ban shadida, wapo katika watu ambao kwamba watakuwa na dhiki katika mwendo wao katika hiyo sirat, watapata dhiki sana katika hiyo njia. Wa minhum man yukhtaf, na kuna baadhi ya watu ambao kwamba ndowano kalalib zitawadunga na kuwashika kuwatia katika moto wa jahannam, wal iyadhu billah. Wa humul kuffar wal mushrikun, wallahi washirikina hawawezi kupita katika sirat yaumul qiyama. Makafiri hawawezi kupita katika sirat yaumul qiyama, lakini kila mmoja wetu atapita katika hiyo sirat, katika hiyo njia. Na haya hadhibitisha Allah jalla wa ala, yaqulu jalla wa ala, wa in minkum illa wariduha, na hakuna katika nyinyi isipokuwa itamfikia. Kana ala rabbika hatman maqdiya, hiyo ni hukumu ya Mola wako, lazima itekelezwe, hakuna budi. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Na Allah subhanahu wa ta'ala atawaokoa wale waliokuwa na ucha Mungu katika nafsi zao, waliomcha Allah subhanahu wa ta'ala katika hii dunia. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, na Allah jalla wa ala atawaacha madhalim humo katika jahannam hali ya kuwa wamepiga magoti, jithiya. Ayuha nasu ibadallah, hii ndio siku ya kiyama kwa wepesi au kwa haraka, kwa mukhtasar. Lakini siku hii Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza sehemu nyingi ndani ya Qur'an al-Karim, na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaibainisha kwa masahaba wake, kwa huu umma, kwa ajili ya kuchukua tahadhari, kwa ajili ya kujiandaa na siku kama hiyo. Na alama za kiyama zimedhihiri ibadallah, alama za kiyama ziko wazi, zimekithiri. Miongoni mwa alama hizo ni vifo vya ghafla. Watu wanafariki usiku na mchana, jamaa zetu tawazika usiku na mchana, majirani zetu tawazika, ndugu zangu Waislamu. Hii ni alama ya kiyama. Leo amekufa huyu, kesho yule, leo wawili, kesho watatu. Hivyo tukumbuke ibadallah, hatuchukui ibra katika hilo. Vifo vya ghafla min alamati saa, ni katika alama za kiyama. Leo tuona katika mji wetu hapa Spaki, wiki hii tumezika wangapi? Habari mnazo ndugu zangu Waislamu, tumezika wangapi?
ni katika alama za kiyama. Tambihi naitoa kwa ndugu zangu Waislamu, baadhi ya Waislamu wasifanye istihza na malakul maut, wasifanye istihza na vifo vya ghafla. Katika mji mmoja wakafariki 2, 3, 5 kwa wiki moja, wakafanya istihza. Falyattaqullah, wamsha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo ni uhakika ndugu zangu Waislamu, ni katika alama za kiyama. Watahadhari mno wanaofanya istihza na jambo kama hili la malakul maut, jambo la kifo. Wachukue tahadhari, wachukue ibra, tupate mafunzo katika hilo. Tujue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala siku moja atatukusanya katika uwanja wa mahshar. Malipo yatafanyika kwa uadilifu, hakuna dhulma siku hiyo, na mwisho wa hapo imma fil janna wa imma fin nar. Tutaona insha Allah masiku yajayo watu katika moto wa jahannam watakuwa katika hali gani, na watu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa katika hali gani. Idha ahyana Allah, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.